Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mgeni wetu rasmi katika shughuli yetu ya leo, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Mashaka Biteko, Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, pamoja na mawaziri wengine wote waliokusindikiza katika shughuli ya leo, Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Albert Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mwanasheria Mkuu wa Serikali Mheshimiwa Johari, Mheshimiwa Agustino Vuma, Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Uwekezaji wa Mitaji ya Umma, na wenye viti wengine wa kamati ambao wameshiriki hapa leo, Dr. Tausi Mbagakida, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, pamoja na makatibu wakuu wengine wote mliofika mahali hapa leo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wenye viti wa bodi za wakurugenzi za taasisi, makampuni, mashirika ya umma na wakala wa serikali mlioko hapa, pamoja na watendaji wakuu wa taasisi husika, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na bwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu mkubwa sana, naomba nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia nafasi ya kuwa hapa na kuweza kukutana Ikulu Dar es Salaam. Katika hafla hii ya siku ya leo ya siku ya gawio, tunajua ni mara ya pili tunakusanyika mahali hapa, na hii inafuatia ridhaa yako Mheshimiwa Rais ambayo ulitoa mwaka jana tarehe 11 mwezi Juni mwaka 2024. Na tarehe hizi zimekuwa ni nzuri kwa sababu leo ni mwaka mmoja kamili toka tulipokutana na ulipotukaribisha na kubali kwamba tendo hili unalibariki liendelee kuwepo muda wote. Mheshimiwa Rais, kwa moyo wa dhati napenda kutumia jukwaa hili kukupongeza sana na kukushukuru kwa kukubali tukio hili kufanyika kwa kila mwaka, na zaidi kwa wewe binafsi kuendelea kuwa mgeni rasmi katika siku hii maalum. Lakini pia hujawa tu mgeni rasmi, umekuwa ni mwenyeji wetu. Mheshimiwa Rais, kama ambavyo Katibu Mkuu alipotoa utambulisho, mahali hapo umetukaribisha jumla ya wenye viti na watendaji wakuu 309, kwa sababu haya ndio makampuni ambayo serikali aidha inamiliki moja kwa moja au ina hisa chache. Jumla yake kwa sasa ni 309. Mheshimiwa Rais, uwepo wako katika tukio hili ni ushuhuda wa wazi wa namna unavyothamini na kusimamia kwa dhati dhamira ya kuhakikisha kuwa uwekezaji wa umma unaleta matokeo ya kweli ndani ya taifa letu. Kuwepo kwako pamoja nasi ni njia ya kweli ya kutukumbusha kwamba safari hii ya mageuzi sio safari yetu, ni safari yako, na sisi ni watekelezaji. Na Mheshimiwa Rais, tumejipanga kwa watekelezaji wazuri sote, wenye viti pamoja na bodi zao ambazo hawako hapa, watendaji wakuu pamoja na management zao ambao wote hawapo hapa. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa kauli mbiu kama ilivyo kauli mbiu ya mwaka huu ambayo inasema mageuzi ya mashirika ya umma na wajibu wa kuchangia maendeleo ya Tanzania, kauli mbiu hii imebeba uzito mkubwa wa kisera, kiuchumi na kijamii. Kauli hii imebeba maudhui makubwa kuwa serikali si mtoaji wa huduma, bali ni mwekezaji mkuu katika uchumi wa taifa. Na kwa maana hiyo ni kwamba kila shilingi inayowekezwa na serikali ni mbegu ya maendeleo, na sisi tulioaminiwa ambapo tupo hapa ndani leo hii kuzisimamia rasilimali hizo, tuna wajibu wa kuhakikisha kwa mbegu hiyo inamea, inachanua na kuzaa matunda yanayoonekana kwa wananchi wetu wote. Moja ya matunda hayo, Mheshimiwa Rais, ni gawio tunaloenda kukupatia siku ya leo, na ni matokeo ya maono na maagizo yako kwetu. Kwa leo Mheshimiwa Rais, tunaendelea kufanya utekelezaji, na tutaeleza hapa jinsi ambavyo utekelezaji wa maagizo yako na maono yako unafanyika kwa doti. Mheshimiwa Rais,
Nakumbuka mwaka jana tarehe 11 mwezi Juni tulipokutana mahali hapa, tulikukabidhi kiasi cha shilingi bilioni 611. Na hiki kilikuwa ndio kiwango ambacho kimekusanywa mpaka tarehe ile ya siku ya gawio kutoka katika taasisi na mashirika ya umma. Ulipopokea gawio hilo, ulituagiza kwamba mwaka unaofuata unataka uone gawio limeongezeka na likiwa ni nono zaidi. Na Mheshimiwa Rais, ili makamanda wako na watu wako na wasaidizi jue wanatekeleza, inabidi tufanye kazi hiyo kwa vitendo. Na naomba niseme wenye viti wote na bodi zao, management na bodi zao, na wafanyakazi ambao sisi ni wawakilishi wao kwa uchache wao, tumeweza kuyatekeleza hayo Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mbele yako leo Mheshimiwa Rais, ninayo furaha ya kukabidhi gawio ambalo ni nono kuliko la mwaka jana, na kwamba mpaka kufikia jana tarehe 9 mwezi Juni mwaka 2025 ofisi ya msajili wa hazina imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 1 na bilioni 28. Mheshimiwa Rais, kiwango hiki ni ongezeko la 68% kama tutalinganisha ulichokuwa kipokea siku ya mwaka jana na unachokipokea leo. Na mwisho wa mwezi bado hatujafika, kwa maana kwamba hatujaufunga mwaka. Basi hata tungesema kwamba leo tunaishia hapa na hizi siku za mbele hatutapokea chochote, bado tutakuwa tumefanya kazi nzuri zaidi kwa 34% ukilinganisha na mahesabu tuliokusanya mwaka mzima mwaka jana ambayo yalikuwa ni bilioni 767. Mheshimiwa Rais, gawio hili la michango linajumuisha mashirika yote ya umma yaliyomo chini ya usimamizi wa msajili wa hazina na kampuni ambazo serikali ina hisa chache ambazo pia zote zinasimamiwa na ofisi hii. Na kimsingi makusanyo haya Mheshimiwa Rais bado yanaendelea. Tunatarajia kwamba hesabu itaongezeka kabla hatujavuka mwaka huu. Mheshimiwa Rais, katika kiwango hiki cha shilingi trilioni 1 na bilioni 28 kilichokusanywa mwaka huu ni mjumuisho wa dividend au gawio kutoka mashirika na kampuni zinazofanya biashara, ambapo jumla yake tumepata bilioni 603.4 ambayo ni 59% ya makusanyo ambayo tumeshakusanya mpaka sasa hivi. Mheshimiwa Rais, pia tuna mashirika ambayo hayafanyi biashara. Haya hutoa 15% ya mapato yao ghafi, na huko tumeweza kukusanya shilingi bilioni 363.4 ambayo ni 35% ya mapato ya makusanyo yote. Na makusanyo mengineyo kiasi cha shilingi bilioni 21, hii inaleta kama 6% ambayo yametoka katika vyanzo vingine mbalimbali. Mheshimiwa Rais, takwimu hizi ni ushahidi wa mwelekeo chanya na matokeo ya juhudi za mageuzi ya kiutendaji yanayotekelezwa kwa maelekezo yako. Hata hivyo, kiasi hiki kilichokusanywa katika jumla ya taasisi zote ni taasisi 213 ambazo mpaka sasa zimechangia, zingine tunategemea kwamba zitaweza kuchangia. Mwaka jana kipindi kama hiki tukikukabidhi tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2024, taasisi zilizokuwa zimechanga zilikuwa zimeshafikia 145. Kwa hiyo mwaka huu kwa kufikisha taasisi 213, maana yake kumekuwa na ongezeko la taasisi 64 ambao ni sawasawa na wastani wa 47%. Na hii inamaanisha kwamba tuna mashirika kama 57 ambayo bado hayajatoa gawio, ambayo ni sawasawa na 22%. Tunategemea hawa ndani ya kipindi hiki wajikusanye. Wale ambao shughuli zao haziruhusu kabisa, basi tunawaelewa, kwa sababu kuna taasisi za namna hiyo lakini zina mchango mkubwa sana katika taifa. Nazo tunatakiwa tuendelee kuzitambua, na nafikiri kikao cha Arusha inakuwa ni nafasi nzuri sana siku zote ya kuwatambua kwa unyeti wa shughuli zao. Mheshimiwa Rais, tukio hili la leo ni zaidi ya kupokea gawio. Kwetu tunaliona ni tukio ambalo linaleta kujitathmini, kutafakari, lakini kusherehekea mafanikio na kusisitiza uwajibikaji katika uwekezaji wa umma. Ni siku ya kupima dhamira ya mashirika yetu ya umma
katika kujibu matarajio ya wananchi. Ninaomba kukufahamisha kuwa mashirika yameendelea kutekeleza kwa kiu na msukumo mkubwa falsafa zako za 4R, ambapo ofisi ya msajili wa hazina pamoja na mashirika tumejikita katika zile mbili, reforms and rebuilding. Na ndio maana katika kufanya reforms ambazo umekuwa ukizizungumza, umeziimba siku zote na sisi tumezipokea, ndio maana haya mageuzi tunayaona yakienda kutokea. Na Mheshimiwa Rais, tunaendelea kusema kwa kujiamini kabisa kwamba tunaamini huu ni mwanzo. Mheshimiwa Rais, ili kudhihirisha kwamba kuna mambo makubwa ambayo yamefanyika mpaka sasa, ukiacha tu hata makusanyo ya pesa, tuna mambo kadhaa ambayo yameenda kufanyika. Lakini la kwanza ni anzia hilo la makusanyo, kwamba makusanyo haya ni ya kihistoria katika ofisi ya msajili wa hazina. Hatujawahi kufikia kiwango hiki cha zaidi ya trilioni katika pesa ambayo imetokana na core business na utendaji kazi wa kwetu sisi wenyewe bila kuwa na one-off transactions. Na Mheshimiwa Rais, katika hili napolizungumza niwashukuru sana wenye viti na watendaji wakuu. Mwaka jana tulipoanza safari, tulipokuwa nafanya safari ya kukusanya mapato, haikuwa rahisi sana. Ilibidi kuwakalisha watendaji wa ofisi ya msajili wa hazina almost kwa mwezi mmoja na nusu, wakifanya analysis na kuwaita baadhi ya taasisi ambao walikuwa nyuma. Mheshimiwa Rais, mwaka huu hakuna mfanyakazi wa ofisi ya msajili aliyeenda kulala nje ili kuwa offsite au onsite huko kufuatilia analysis na madeni. Watendaji wote na bodi zao wamejituma, na naomba tuwashukuru sana kwa hilo. Kwa Mheshimiwa Rais, philosophy ya reforms, aspect ya kwanza ni cultural change, ni change of mindset. Na kama watu wanachukua majukumu yao wao wenyewe, tayari tunakuwa tumeshinda sehemu kubwa sana. Ambacho tunakwenda sasa tunaenda kukipigania inakuwa ni quantum amount ambayo tunafikiri lazima tuongeze. Sio umuhimu na kukumbuka kuzalisha. Inakuwa ni kwamba kiwango gani tunataka tukakizalishe zaidi. Mheshimiwa Rais, katika utekelezaji wa vitendo, katika maagizo yako mwaka jana wakati wa gawio ulielekeza mashirika ya biashara ya umma yaongeze bidii kuhakikisha nayo yanaingia kwenye ulingo na kampuni kwenye ulingo wa top 10 au wa makampuni yanayotoa vizuri sambamba na makampuni ambayo tuna hisa chache. Leo utashuhudia kwa mara ya kwanza katika mashirika ya kundi la biashara, mojawapo ya shirika litakukabidhi hundi yao ambao wameingia kwenye kundi la hundi za zaidi ya bilioni 10 na ambayo imefanikiwa kushindana na mashirika yenye hisa chache. Lakini na uhakika mkubwa kabisa na ushuhuda mzuri kwa kuangalia mipango yao kwamba mwaka ujao tutakuwa na mashirika mengi zaidi yatakayoingia kwenye kundi hili. Tuna mabenki yetu za kina TADB, TBC, akina TANESCO, STAMICO na wengineo wote, kwa kuangalia mikakati yao na waona wakiingia kwenye hili kundi mwakani. Na Mheshimiwa Rais, reforms ni safari. Reforms is a journey and not a destination. Mheshimiwa Rais, katika mabadiliko haya kulikuwa na maagizo yako, lakini pia ni hitaji kubwa la kufanya mabadiliko kwenye uongozi wa juu kwenye baadhi ya kampuni za ubia. Tuna kampuni ambazo sasa tunajivunia zinaongozwa na wazawa. Tunaweza tukazungumzia kampuni ya NMB, tunazungumzia kampuni ya Puma, tunazungumzia kampuni ya Tipa, NBC na nyingine nyingi ambazo zitakuja kwenye listi. Uzuri katika kampuni hizi sio kwamba tumekuwa na wazawa wamekaa pale kwa sifa yao ya Utanzania, lakini kiwango cha ufanisi wa kazi kilichofanyika ndani ya miaka 4 ni kikubwa sana. Nitatoa mfano tu na kwamba hii ndio inatupa moyo kwamba kuendelea kusukuma taasisi nyingi zaidi tuwe na wazawa watakaoziongoza. NMB wamekuza chini ya uongozi wa Ruthi wamekuza mapato yao kwa 300% kutoka bilioni 16 mpaka bilioni 64. Kwa mwaka huu Mheshimiwa Rais utaenda kupokea hundi yako ya bilioni 64 kama gawio la serikali, wakati una baadhi ya taasisi au baadhi ya biashara
ambazo pato lao lote haliwezi kufikia hapo. Kwa the extent ya reforms ambayo inafanyika. Puma wameongeza mapato yao kwa 50% kutoka bilioni 8 mpaka sasa hivi bilioni 12. Nako ni mwanamama anaongoza Bi Fatma. Kwa kuna kitu nafikiri kuna kitu inabidi tujifunze kidogo. Turudi nyuma tuanze kusoma. Akina dada sijui mnatuzidi wapi. Asante sana na hongereni. NBC, wengi tulikuwa tunakaa NBC unasema hii benki na sifa yake kubwa mbona inarudi nyuma, lakini tunaona ikienda inachangamka. Na NBC imeweza kukua kwa zaidi ya 600%. Hongera sana bwana sana. Na mapato yake yameongezeka kutoka bilioni 1.3 mpaka bilioni 10 kwa mwaka huu. Na hayo tunazungumza ni mapato ya portion ya serikali katika 32% tunazomiliki. Sio asilimia zote. Maana yake anapotengeneza faida pia mchango wake katika uchumi wa nchi umekuwa ni mkubwa. Kampuni ya Tipa huku nako bado tunafikiri kuna opportunity kubwa sana, lakini imekuwa uzalishaji wake kwa 200% kutoka bilioni 1.5 mpaka bilioni 5.5. Kwa nitaka kuleta hiyo reflection ya baadhi ya vitu vinavyofanyika. Na wenzetu wa Airtel mwaka jana tukitafuta CEO mpya tulikubaliana kwamba jitahidini, tunataka succession plan ya Mtanzania kwa sababu tunaamini Watanzania wanaweza. Na walituletea succession plan yao. Sasa natumaini walioko kwenye succession plan hawatabweteka wakijua kwamba kazi wameipata kwa kuwa Mtanzania. Tunaamini wataendelea kujituma, kuonyesha mfano ili baadaye tuwe sasa na kampuni ya simu kubwa ambayo inaenda kuongozwa na Watanzania. Mheshimiwa Rais, katika bodi za wakurugenzi tulikuwa na changamoto sana kubwa ya kubadilisha na kupata wakurugenzi wapya. Pengo la wakurugenzi limepungua kutoka taasisi 52 mpaka taasisi 28, na tunafikiri ndani ya mwezi mmoja tutakuwa tumezimaliza zote. Lakini sio tu kwamba tumepunguza taasisi zisizo na bodi. Aina ya board members tunaopata na wenye viti wao ni good quality. Ni very very good quality. Kwa sababu taasisi hizi iwe ya kibiashara au isiyo ya kibiashara zinahitaji viongozi ambao wana very very enterprising mind na ambao wanajua kutafuta matokeo. Na nafikiri tunakoenda hatujawa na ugumu sana, na ndio maana tunakwenda tukielewana nao. Mheshimiwa Rais, pia kumekuwa na ongezeko la kampuni za madini ambako serikali ina hisa kupitia ofisi ya msajili wa hazina kwa kufuata sheria yetu ya madini, ambako nako zimeongezeka kwa 200%. Tulikuwa na taasisi 4, sasa hivi tuna taasisi 12, lakini pia tunamalizia mikataba ya taasisi zingine 10 ambazo zitaingia kwenye orodha ambako tutakuwa na umiliki wa hisa ndogo kufuatia sheria yetu tulionayo. Lakini wakati sheria ilikuwa inazungumza juu ya 16%, tunajitahidi kwenye majadiliano tuweze kupata zaidi ya 16%. 20 mpaka 25 tunafikiri tukizipata kutegemeana na aina madini zinakuwa zinatufaa sana. Mheshimiwa Rais, kumekuwa na kuimarika kifedha kwa mashirika ya umma yaliyokuwa na mitaji hasi na yaliyokuwa yanapata hasara mfululizo. Ripoti ya CAG ya mwaka huu inaweza ikawa ni a good testimonial. Na baadhi ya mashirika ambayo yamefanikiwa mwanzo yalikuwa na mitaji hasi, lakini na yalikuwa yanategemea ruzuku, yameenda sasa yameimarika na yanatoa gawio serikalini. Ni pamoja na mashirika kama STAMICO, TANESCO na TPDC. Haya tumeongezea mtaji na tunaanza kuyaona yakileta reforms zao taratibu. Mheshimiwa Rais, pia kumekuwa na ongezeko katika ufanisi kwenye baadhi ya mashirika. Kutokana na reform hizi zinazoendelea kufanyika katika mashirika, ufanisi umeimarika kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, nitatoa mfano shirika la bandari. Mwaka huu wa fedha linaenda kutuletea bilioni 181. Hii ni kutoka bilioni 155.7 ambayo walileta mwaka jana.
Lakini tulipokuwa tunafanya analysis zao, kuna vitu ambavyo kwa kutizama gawio unashindwa kuviona, lakini ni vikubwa vipo vinafanyika. Gharama zao zimepungua kwa zaidi ya nusu trilioni, gharama za uendeshaji. Na hapo wana miradi yao wanaiendesha kwa fedha za ndani. Na tutaenda kuwasaidia ku raise funds ili waweze kutumia balance sheet yao ili kuweza kuimarisha na kujenga miundombinu kwa kadri wanavyoweza, ili tuweze kutumia vizuri nafasi na fursa ambayo tunayo. Mheshimiwa Rais, pia tumekuwa tukifanya juhudi za kwenda kujenga uwezo wa viongozi wetu. Jumla watendaji wakuu wa mashirika 111 walioteuliwa kipindi chako, tuliangalia wale waliotoa kipindi cha karibu miaka 2 iliyopita, wamepata mafunzo mahususi ya uongozi, na jumla ya wakurugenzi wa bodi na wakuu wa kampuni ambazo serikali ina hisa chache 125 wamepata mafunzo, lakini pia wamekuwa wakikutana katika jukwaa la kubadilishana uzoefu. Tulitenganisha makundi la kampuni ambazo serikali tuna hisa nyingi na makundi ambako serikali tuna hisa chache. Kwa miaka 2 tumefanya hivyo, na hata mwaka jana ulipotualika hapa tulileta wawakilishi tu kutoka makampuni ambayo yana hisa chache, tuna hisa chache, ili waje kupokea zawadi zao au kutoa hundi zao. Mwaka huu tumewachanganya wote, na nafikiri kwa umuhimu wake hata kikao cha August tutawachanganya wote, kwa sababu tunaona kuna vitu vingi vya kujifunza wakichanganyika kwa pamoja. Halafu kama kuna yale ambayo ya kiserikali tuzungumze nao, basi tunaweza tukawa na siku ya 3 ya kubaki tukizungumza wenyewe katika mambo ya kiserikali. Kundi lako hili Mheshimiwa Rais la makampuni 309, nikizidisha mara 2 watu 620 hapa. Hili kundi ni kubwa sana, ni big think tank. Kwa tunaangalia namna gani tunaendelea kuitumia vizuri ili kawe na maslahi mapana kwetu. Mheshimiwa Rais, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, tukio hili kuwa ni zaidi ya siku ya kupokea gawio, ni jukwaa la kutathmini, kutafakari, kusherehekea mafanikio, lakini kusisitiza uwekezaji, uwajibikaji katika uwekezaji wa umma. Kuna baadhi ya taasisi ambazo sio rahisi sana kuziona zikitoa gawio, na siku zote hutaziona zikisikika. Na tulifanya hivyo, ndio maana tukasema siku hii tutajikita na zile ambazo tunadili na mambo ya pesa, wengine wote tutazungumza Arusha na kutakuwa na zawadi zetu maalum. Naweza nikatoa tu mfano wa taasisi 2, najua nyingi zingetaka nitoe mifano, lakini tuna taasisi 2. Nikianza na taasisi kama JKCIA. Wao hata tusipowasoma kwenye pesa, tunawasoma kwenye impact yao ya social wanayoifanya. Hawa tumeshuhudia katika kampeni yao ya Tiba Mkoba, wanaita Tiba Mkoba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo imefika kwenye mikoa 16 ndani ya Tanzania, na watu 27,600 wameweza kupata huduma za kupima na kupata matibabu ya magonjwa ya moyo. Huduma hii wangekuwa wanachajiwa hawa watu, ingegharimu takriban bilioni 2. Kwa huo ni mchango ambao taasisi ile imeweza kuitoa. Lakini pia tulikuwa tunapitia jirani zao pale Muhimbili, katika misamaha mbalimbali ya watu wanaohitaji kusamehewa na kupata huduma za afya. Kwa mwaka huu wametoa misamaha ya jumla yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 14. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tuna changamoto ya kuhakikisha kwamba kwenye kikao chetu cha pili tunachokuwa Arusha, tunaenda kwa kina kwa kutambua kila taasisi kwa kazi wanayoifanya. Kwa kweli taasisi nyingi zinafanya kazi vizuri sana. Taasisi za elimu ya juu tumeziona mageuzi zikifanya. Nilikuwa ukipita kila sehemu naiona Aga Khan Hospital yenyewe ndio ina polyclinic. Arusha utaziona, Mbeya utaziona and so forth. For the first time unazunguka unaiona JKCIA Masaki, unaiona, unawaona wako Mbezi Beach, unawaona wako Arusha, tunawaona wako Temekeda Group. It's a kind of a growth ambayo watu wako driven na wanakwenda nayo. Na tunafikiri kama ofisi ya msajili wa hazina, ambacho tunataka kujiuliza ni kwamba lazima tuangalie namna ya kuhakikisha kwamba hii aggressiveness na growth ya business inarudi pia inawagusa wao. Kwa tumekuwa tunaangalia namna gani ya kulifanya hilo katika mfumo ambao utakuwa ni endelevu, hautakuwa na liability kwa serikali baadaye, ili ilete chachu ya watu wengi kuwa more aggressive,
make profit, make expansion, kugusa watu, lakini mwisho wa siku tuweze kukugusa wewe na maisha yako kwa namna fulani ndogo zaidi ya mshahara, be it a bonus or whatever, lakini tunajaribu kuiangalia kwa kina tutaifanyaje. Mheshimiwa Rais, tunafarijika kwamba chini ya uongozi wako umeimarisha utendaji wa mashirika haya, lakini pia hata uwekezaji wa mitaji. Mitaji imekuwa kutoka kiasi cha trilioni 65 mwaka 2020 mpaka trilioni 86.29 mwaka 2024. Mheshimiwa Rais, hili ni ongezeko la shilingi trilioni 21.1. Nilifikiri ni muhimu kidogo hii nizungumze kwa sababu pia na sisi tuna wajibu wa kujibu baadhi ya maswali yanayoulizwa na jamii, na kwa sababu tukio la leo linarushwa moja kwa moja, basi najua watu wengi inasaidia waweze kupata elimu hii. Hizi ongezeko la mitaji hii trilioni 21 linakuja kutokana na retention, lakini pia kutokana na mikopo, kwa sababu unapoenda kuangalia kuongezeka kwa mtaji wa TGFA airline au ATCL kule, ni ndege zilizonunuliwa ambazo baadaye tunakuwa capitalize unakuwa ni mtaji. Unapoenda TRC, ujenzi wa SGR unaicapitalize inakuwa ni mtaji. Unapoenda kuangalia TANESCO katika ujenzi wa bwawa na miundombinu mingine, na mtaji tulio wa capitalize juzi zaidi ya trilioni 2, yote hii inaenda kuongeza mizania. TPDC tumewawezesha kwenye bomba lao la EACOP na tutawawezesha kwenye gesi na miradi yao mingine. Yote hii ni mikopo pia. Changamoto yetu kubwa sio kukopa. Changamoto yetu kubwa, na sisi ambao tumebahatika kupata nafasi ya kusimamia mashirika, ni jinsi gani tunazifanya hiyo mikopo na hiyo mitaji iweze kuwa productive. Na Mheshimiwa Rais, nafikiri hii safari ambayo tumejaribu kuitembea ndani ya miaka 2-3 inatupa safari ya mbele tunakoelekea. Na naomba nikuhakikishie kwamba hili litaenda kufanyika vizuri sana. Mheshimiwa Rais, ofisi yangu inatambua kwamba pamoja na mafanikio yote haya, bado tuna kazi kubwa ya kuendelea kufanya maboresho ya kiutendaji na kiuendeshaji. Ikiwemo moja, kuhakikisha kwamba idadi ya mashirika yanayochangia katika mfuko mkuu wa serikali inaongezeka, lakini sio tu idadi, kiwango wanachochangia kila taasisi kinaenda kuongezeka. Lakini lingine kubwa ni kupunguza utegemezi wa ruzuku ya serikali katika uendeshaji. Tunataka hili kuona likipungua kwa kiwango kikubwa. Tumefanya analysis na tutaendelea kufanya kazi kwa karibu sana na wenzetu wa Wizara ya Fedha, waziri pamoja na katibu mkuu wake ambao pia wamekuwa wakitunga mkono sana. Kwa haya mashirika ambayo bado yanategemea sana yana utegemezi mkubwa wa serikali, tumekuwa tunayafanyia mikakati yake kuona inaenda kuimarika vipi. Na Mheshimiwa Rais, pamoja na mashirika haya ambayo tunajaribu kuangalia kwamba yaongeze utendaji wake, pale ambapo kutakuwa na uwekezaji wa kimkakati tunaenda kufanya, kama ambavyo tumeonyesha katika ripoti zetu za nyuma kwenye baadhi ya taasisi ambako uwekezaji umeongezeka. Na tulikuwa tunazungumza pia na wenzetu wa Wizara ya Fedha, na hili Mheshimiwa Rais tutalifanyia juhudi kubwa, ni lile la CRDB ambako tuna hisa zetu zimekuwa ziko chini ya DFI, lakini tunatamani na wao CRDB wanatamani zile hisa ziwe huku. Tumekuwa tukifanya hiyo kazi kwa pamoja. Tutaendelea kutumia baraka za serikali zilizopo kukamilisha mazungumzo ili tuweze kuzichukua nao waweze kutambuliwa katika gawio wanalotoa. Katika mchango wao mwaka huu bado faida yake inakuja kwetu kiasi cha shilingi bilioni 35 iliyokuwa imetolewa imeenda kwenye mambo ya afya, lakini tunasema tunashindwa kuwachukua. Wakikamilika watakuwa ni sehemu ya familia, lakini wametamani wawe sehemu ya familia ya serikali. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya viongozi walioko hapa, kazi yangu kubwa, kwa sababu wote hawezi kuzungumza, mimi nitumie nafasi hii kukuahidi kuwa tutaendelea kutekeleza majukumu yetu kwa weledi na kuulinda uwekezaji wa umma kwa wivu mkubwa sana. Na katika kuulinda uwekezaji wa umma, wakati mwingine tutapigana vikumbo. Ukiona vikumbo na kelele na vishindo vinasikika nyumba ya jirani, ujue mziki umepamba moto. Tuko kwenye chorus. Uzuri santuri kiisha, kuna miziki mingine ikipigwa tunashikana mikono tunatembea taratibu.
inategemeana na ajenda inayokuwa iko mezani, Mheshimiwa Rais. Na katika hili ufanyaji wetu wa kazi kwa bidii, maarifa na uadilifu itakuwa ni kitu kikubwa ambacho kinatuongoza. Naomba nitumie mfano mmoja ambao mimi niliwahi nufaika ulipokuwa nikabidhi jukumu la kwenda ofisi ya msajili wa hazina. Ulinipa changamoto na ulinipa mfano, na ni vizuri leo nikiuzungumza ili sote tuone kwa urahisi wake, kwamba maendeleo katika jamii yote, iwe katika familia, lakini hata jamii yote, hutegemea matumizi makubwa ya rasilimali tulizonazo. Ukaniambia hata kama wazazi wako wamefariki wakakuacheni nyumba Kariakoo, kama hamkuitumia vizuri ile nyumba, mnaweza mkabaki maskini vile vile, mkaishi nyumba ya makuti ya vyumba 6 au mkawa mabilionea. Kama ni kaka mkubwa amekabidhiwa, inategemeana kaka mkubwa amefanya nini katika ile nyumba. Hamna uwezo wa kujenga ile nyumba, ingia ubia, zipatikane ghorofa 13, ghorofa 5 ziwe zenu, badala ya kubaki na nyumba ya vyumba 4 ambayo haina thamani. Mheshimiwa Rais, katika hili kaka mkubwa ni sisi tuliomo humu ndani, kama ambavyo katika ile familia ya Kariakoo ambayo wako vijijini, wako mbali, wanategemea kaka mkubwa atafanya nini. Katika mfano ule uliokuwa umenipa, niliendelea kutafakari. Nikasema hata naibu waziri mkuu, ile jengo lake alilonalo pale Dodoma Mtumba, yeye na katibu mkuu ndio wakubwa pale, lakini ukiwauliza hati ya ile nyumba hawana. Nikimuuliza Profesa Mkumbo na katibu mkuu Kida, hati ya lile jengo alilonalo Dodoma zuri lenye kung'ala vioo hawana, lakini ukiingia mle ndio wenye lile jengo. Hati iko TBA. Kwa hiyo itatuchukua TBA yenye kubadilika kuweza kuleta matumizi chanya katika majengo yote ya serikali. Ukienda katika ukopaji wa reli SGR, rasilimali kweli wa Tanzania tumekopa, tutalipa sote kupitia kodi zetu, lakini mali zile, mataruma yale na mabehewa yale tumemkabidhi kaka mkubwa anaitwa TRC. Ukienda kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere, uwekezaji ule tumemkabidhi kaka mkubwa anaitwa TANESCO. Ukienda kwenye ndege tumemkabidhi kaka mkubwa anaitwa ATCL. Hakuna wizara inayomiliki hiyo miradi moja kwa moja except kusimamia hizo taasisi. Kwa Mheshimiwa Rais, nilikuwa nayatazama hayo uliokuwa umeniambia, nikafikiri ni share na wenzangu pia wote tuliopo hapa, kwamba sisi ni kaka wakubwa kwa kila mtu kipande alichopewa cha urithi. Kuna vipande vya Kariakoo vinaitwa TRC, inawezekana kuna vipande viko Upanga vinaitwa TANESCO. Ishu gani tutavitumia vipi ndio tofauti kubwa. Na mimi Mheshimiwa Rais, tunafikiri tumekuelewa dhana yako ya kutaka mageuzi kwenye taasisi za umma, kwa sababu ndiko uzalishaji unakwenda kufanyika. Na hii Mheshimiwa Rais kanikumbusha sasa hivi, kwa sababu tuko kwenye kipindi cha bajeti, kwamba serikali haizalishi. Na ndio maana kwenye bajeti zetu kila jioni, na hata jioni ya leo sijui ni wizara gani inapitisha, wakishamaliza bajeti, Spika wa Bunge atasema bajeti hii vifungu tumepitisha, mwisho atasummarize tumepitisha matumizi ya kiasi kadhaa. Sijawahi sikia wizara yote iliyopitishiwa afu tukasema tumepitisha matumizi, mapato. Siku zote tunapitisha matumizi. Katika zile wiki 14 au 15 tunazokuwa pale bungeni Dodoma, ni wiki 2 au 3 ambazo ni ngumu sana kwa katibu mkuu wa fedha pamoja na waziri wa fedha, kwa sababu saa hizi ndo tunaanza kuzungumza mapato. Lakini mapato yanatoka sehemu mbili tu, either kwenye non-tax revenue ambako ndo sisi tumekusanyika hapa leo, au kwenye tax revenue. Kwa Mheshimiwa Rais, ulipokuwa unanipa mfano wa nyumba ya Kariakoo na mimi kwenda kusimamia matumizi bora ya rasilimali, najua ningelibeba peke yangu nisingefika mahali. Hili lilikuwa ni swala ambalo nalibeba na wenye viti wote na masio wote waliomo ndani. Na kwamba Mheshimiwa Rais, hii demonstration ya bajeti zetu zinazofanyika Dodoma
ndio ukweli na uhalisia mtupu, kwamba wizara na serikali kuu haizalishi pesa. Pesa lazima tuzizalishe sisi kwa kiwango tutakacholeta non-tax revenue, lakini pia kwa kiwango ambacho changia kwenye kodi mbalimbali tutakazopeleka. Mheshimiwa Rais, bajeti yetu ya mwaka huu ambayo tayari Wizara ya Fedha wanaenda kuisoma kesho, portion yetu tuliokaa humu ndani ni 1.6 trillion. Tunapozungumza, Katibu Mkuu ndio ulionipa 1.6 trillion. Kwa hiyo nitaka pia nitumie jukwaa hili na mbele yako, ili tusije mwakani nikashindwa kusimama mbele yako kwamba jamani, ongezeko hili ni 51% ya dividend na gawio tulioleta mwaka huu. Kwa hiyo ni wajibu wetu kila mmoja wetu kwanza kujiuliza kwamba tutaongeza vipi at least a minimum of 50% beyond what we have contributed this year. Nisipoisema hapa kwa mwenye nayo, kwa Kaisari sintafaa, kwa sababu nikija mzigo utakuwa wangu. Maana wanasema vya Kaisari mpelekee Kaisari. Na Mheshimiwa Rais, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wizara ambazo tumekuwa tukisaidiana nazo. Leo hii ni kwa sababu ya muda labda tutashindwa, lakini kuna baadhi ya taasisi ambazo zinaenda kupata tuzo, lakini ni kwa sababu pia kumekuwa na mahusiano mazuri sana na wizara husika. Naomba washirika wote tuliomo ndani mnisaidie kwa kuzisindikiza, kuzipigia makofi wizara hizi kwa kadri ninavyotaja, maana ndio zawadi tutakaweza kufanya, na mwakani tutajitahidi tuwe na zawadi nzuri zaidi. Ya kwanza nafikiri nakwenda kwa Katibu Mkuu Madini, yeye kwa sababu Twiga Minerals wamefanya vizuri, wako chini yao. Naomba tuwape zawadi yao. Ya pili ni Katibu Mkuu Wizara ya Fedha kwa sababu ya tuzo watakaoenda kupata NMB na TADB. Wizara ya tatu ni Wizara ya Uchukuzi kwa sababu ya tuzo watakaoipata kupitia TPA na TASAC. Ya nne, Mheshimiwa Rais, ni Wizara ya Nishati, na huku kwa sababu kuna major reforms zimefanyika, tazama, na TPDC nao wamejireform vizuri na wanaendelea vizuri. Ya tano, Mheshimiwa Rais, ni Wizara ya Mawasiliano, na huku ni kwa sababu ya mchango mzuri na tuzo ambazo Airtel na TCRA wataenda kuzipata. Ya sita ni Wizara ya Maliasili kwa sababu ya kazi inayofanywa na TFS ambayo nao wataenda kupata tuzo yao leo. Huku najua na ndugu zangu wale wa Ngorongoro na TANAPA wanasema, lakini bwana, sisi tunafanya sana kazi, lakini mambo yenu yataenda kukamilika. I'm sure yatakamilika, tutaanza kuzungumza hadithi tofauti. Ya saba ni Wizara ya Ardhi na ni kwa sababu ya tuzo ambayo National Housing wataenda kuipata. Ya nane, Mheshimiwa Rais, ni Wizara ya Mambo ya Ndani na kwa sababu ya tuzo ambayo NIDA wataenda kuipata. Ya tisa, Mheshimiwa Rais, ambayo itakuwa ya mwisho, ni Wizara ya Viwanda na Biashara kwa sababu ya BRELA na tuzo yao watakwenda kuipata. Nilifikiri Mheshimiwa Rais ni vizuri hawa tuwataje, lakini tutajiongeza tuweze kuwa na zawadi nzuri kipindi kijacho, kwa sababu taasisi zao zime-emerge. Na zinapokuwa zime-emerge sio tu zenyewe, kwa sababu pia kuna ukaribu wa kazi nzuri inayofanywa na ofisi ya msajili, lakini na ofisi ya wizara chini ya waziri na makatibu wakuu wao. Mheshimiwa Rais, naomba nifikie mwisho kwa heshima na taadhima kubwa. Ni kuombe muda utakapowadia basi uridhie kutoa tuzo kwa mashirika ambayo yamefanya vizuri sana katika utoaji wa gawio na michango kwa mwaka 2024 na 25. Mheshimiwa Rais, tuzo hizi ni ishara ya kutambua juhudi zao na ni chachu ya kuwahamasisha wengine kuendelea na kufanya kazi kwa bidii, weledi na uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Rais, namaliza tu kwa kuahidi kwamba
Kama nilivyoanza mwanzo, mimi, wenye viti pamoja na bodi zao, masio walioko hapa pamoja na management zao, tuko determined. Tunafahamu kabisa kwamba maendeleo ya nchi yatatutegemea sisi kwa upande wa rasilimali za umma. Kwa private sector, wao ni mbio asubuhi kama wako Serengeti. Usipokimbia Kasongo atawaiwa na Simba atapambana na chui, basi ndio maisha yanakuwa ni magumu sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, huko kwenye private sector ambako TRA anakutana nao, na TRA naye inabidi ajitahidi kukimbia sana ili awawai. Na Kasongo ni ngiri, yeye ngiri ni mkorofi tu. Sasa akizubaa tu amechukuliwa. Mheshimiwa Rais, naomba nimalizie kwa kukushukuru sana kwa nafasi hii, kwa ukarimu wako wa kutukaribisha leo, lakini pili kwa kukubali kwa mgeni rasmi, na nafikiri uwepo wako ndio umetufanya tuende 68%. Na kuendelea kuwepo kwako na kuiunga mkono shughuli hii, nafikiri 50% tulioongezewa tutaweza kuideliver tunapokutana mwakani. Asante sana Mheshimiwa Rais, nakushukuru. Tunakushukuru sana msajili wa hazina kwa taarifa. Mheshimiwa Rais, itifaki inayofuata hivi sasa ni maelezo ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Profesa Kitila Alexander Mkumbo, mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mgeni wetu rasmi hapa, waheshimiwa viongozi wote ambao tumefuatana na Mheshimiwa Rais, akiwepo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, niungane na msajili wa hazina pamoja na Katibu Mkuu kukushukuru sana kukubali kuwa mgeni rasmi hapa, lakini muhimu zaidi kukubali tukio hili lifanyike ndani ya Ikulu. Yote hii inaonyesha umuhimu ambao serikali yako imeweka katika mashirika ya umma. Mheshimiwa Rais, mashirika ya umma yanayomilikiwa na serikali, mashirika yanayomilikiwa na serikali ni nyenzo muhimu sana katika kutekeleza